Kuna issue ambayo tunazungumza leo, issue muhimu na jambo la msingi sana ambalo kipindi kirefu kwa mijadiliano na mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali kuhusiana na mwelekeo wa taifa letu, au ni mwelekeo gani ambao taifa letu sasa unachukua. Watu wengi, hasa tulio wengi, wananchi wa kawaida, hawajui haswa hili ni mwelekeo gani taifa lao linachukua. Waweza mambo yanawapita, au watu wachache ndio wanajua mwelekeo wa taifa lao unaelekea wapi. Lakini ili taifa lolote liendelee, watu wake lazima wawe aware, wawe na ufahamu na wawe na taarifa kamili kwamba mwelekeo wa taifa lao ni upi na wao wana majukumu gani kwa taifa lao. Pasipo kujua mwelekeo wa taifa lao na wajibu wao ni nini katika mwelekeo huo ambao wote tunapaswa kupita, taifa letu halitaendelea kama ipasavyo, au watu wengine wataachwa nyuma wakati wengine wakiendelea. Wakati kwa hakika maendeleo ya nchi yote yale haina budi kufanya watu wengi zaidi waendelee na wafaidike na matunda ya maendeleo ya taifa lao. Sera zetu nyingi ambazo watunga sera na serikali yetu nyingi wanakaa nazo wao, hazifiki chini watu kuzifahamu, ili kujua taifa lao linasimamia nini na lina mwelekeo gani katika kipindi husika. Watu walio wengi hawajui sasa hivi tuko katika kipindi gani na mwelekeo wa taifa lao ni upi. Nadhani hili ni kosa la kiuongozi la kushindwa kufanya watu waelewe nini mwelekeo wa taifa lao. Mambo ambayo yanafanyika kwa randomly, hayaleti picha kamili ya mwelekeo taifa lao lina mwelekeo upi. Ili taifa lote au watu wote waweze kuendelea, kiongozi lazima awe na uwezo wa kuelekeza fikra na matendo ya watu katika mwelekeo fulani ambao tunadhani kwamba mwelekeo huo utakuwa wenye faida kwa taifa. Na si serikali pekee ambayo inaweza kuleta maendeleo ya wananchi, pasipo wananchi wenyewe kwa dhati hawajajiingiza kuleta maendeleo kwa taifa, kwa ajili ya taifa lao wenyewe, huku wakijitambua. Pasipo kujitambua kwa watu wetu kwenye utaifa wao, kwa ajili ya utaifa wao, na kuwa tayari kulitumikia taifa lao, maendeleo ya taifa letu yatakuwa ni mgumu sana. Hapa nadhani ndio mambo tunakosea, ambao tunapaswa kurekebisha, kwamba hii nchi ni ya wananchi wote. Hii nchi sio mtu mmoja au wawili au watatu au chama fulani. Na maendeleo ya kweli na ya dhati ya taifa hili yataletwa ikiwa tu watu wote wanaunda taifa hili
watashiriki kwa dhati kabisa katika kujenga taifa lao, wakiwa waaminifu lakini wenye kutia juhudi na wenye maarifa. Kwa sababu kwa hakika bila kuwa na maarifa ya kutosha hatutaweza kuendeleza taifa letu, na bila kujitolea hatutaweza pia kuendeleza taifa letu. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo tunapaswa kuangalia kwa karibu zaidi, kwa sababu tunalo taifa hili la Tanzania, na kila raia wa nchi hili anawajibika kwa dhati katika ujenzi wa taifa lake bila kusukumwa, bali akiwa anajitambua nini anafanya. Na hili ndio jambo ambalo nafikiri serikali yetu inapaswa kuhamasisha, kwamba watu wanaweza kubadilika. Watu wanaweza kubadilisha mitazamo yao na fikra zao. Naamini katika watu, kwamba watu kwa sababu wana akili na wana uwezo wa kufikiri, wanaweza kubadilika kama wakishawishiwa. Kama wakishawishiwa, kuliko kutumia nguvu zaidi ili kujaribu kubadilisha mambo. Nguvu pekee haiwezi kusaidia watu kubadilika. Mabadiliko ya kweli ni lazima yaanzie ndani, lazima yaanzie ndani kwenda nje. Sasa tukishindwa kubadilisha watu kutoka ndani na kubadilisha attitude zao na tabia zao kwa taifa lao, hatutaweza kubadilisha hili taifa. Hatutaweza kubadilisha taifa hili kwa kutumia nguvu tu pekee kutoka nje, pasipo msukumo wa kutoka ndani wa kutaka mabadiliko kwa ajili ya taifa lao wenyewe. Kwa hiyo msukumo kutoka ndani ya watu wenyewe wa kutaka mabadiliko, wa kutaka kubadili namna wanavyotenda na kufikiri kwenye taasisi zetu na kwenye sehemu mbalimbali, ndio jambo pekee ambalo litakuwa litakuwa na misingi imara zaidi kuliko msukumo kutoka nje. Lazima kuwa na msukumo kutoka ndani ambao unawafanya wananchi kutaka kubadilika na kutaka kubadilisha taifa lao kuwa bora zaidi na kuwa lenye ufanisi zaidi. Pasipo msukumo kutoka ndani ya watu wenyewe ya kutaka mabadiliko, hakuna nguvu yoyote kutoka nje ambayo itawafanya watu wabadilike, watende kama inavyotaka serikali au kama wanavyotaka rais wetu. Kwa hiyo ili watu wetu wabadilike fikra zao na jinsi wanavyotenda katika utumishi wa umma, lazima kuwa na nguvu iwepo kutoka ndani yao ya kutaka mabadiliko. Si nguvu pekee ambayo inatoka nje kwa msukumo kutoka nje, kwa kuwatisha na kufanya woga na watu ambao hawajiamini. Hitaji watumishi wa umma wawe motivated na kuwa inspired na kujaribu kuleta mabadiliko kutoka ndani ya watu wenyewe kuelekea nje. Kwa sababu haya mabadiliko ya kuwasukuma watu kutoka kwa nje, kuwasukuma watu kutoka kwa nje kutaka mabadiliko, ni vitu ambavyo ni vya kipindi kifupi na visiokuwa na mizizi ya kutosha. Kwa hiyo tunaangalia tabia za watu zinajengwaje. Tukijenga misingi ya kujenga tabia za watu kutoka ngazi za chini kabisa katika familia na katika jamii husika, jinsi ambavyo tunalea vijana wetu ndani ya familia, kujenga tabia fulani ya maadili, nidhamu na uwajibikaji katika familia, hizi attitude, hizi tabia vijana wetu watakuwa nazo kama wakijenga kuwa na nidhamu, wakijenga kuwa na maadili, wakijenga kuwa wawajibikaji kuanzia kwenye familia zao wakiwa watoto
wakati wanalelewa, kuwajibika katika masuala madogo madogo ambayo yanahusu familia na kwenye jamii zao, masuala yanayohusu jamii. Wakijengea misingi ya kuwajibika huku katika familia na jamii zao, taifa lizokuwa limejenga msingi imara zaidi ya kwao, hata kama pale wakiingia shule na kuingia kwenye makampuni na mashirika ya umma, watawajibika zaidi kuliko kuacha vijana pasipo kuwalea na kuwakuza ipasavyo, alafu kutegemea kwamba wakiingia kwenye mashirika ya umma na kwenye taasisi za umma kwamba watatenda tofauti na walivyolelewa na jinsi ambavyo wamekuzwa katika elimu na katika jamii na familia zetu. Kwa hiyo haya ni mambo ya kimsingi ambayo tunapaswa kuangalia na kuwa makini sana, kwa sababu hatuwezi kuangalia vitu kwa juu pasipo kuangalia msingi na mchimbuko ya masuala haya muhimu ambayo sasa hivi yanatukabili kama taifa. Masuala ya kimaadili na nidhamu na jinsi gani watu wetu wanapaswa kutenda na kufikiri kwa faida ya taifa letu. Tusiangalie tu matokeo ya tabia ambazo tunaziona kwa macho watu wakitenda, lakini tuangalie mizizi na misukumo ya ndani inayofanya watu watende na kufikiri kama wanavyofikiri. Kwa hiyo hili jambo ni zaidi ya kutumia nguvu, ni zaidi ya kusukuma watu na kutisha watu na kufanya nini. Hayo mambo ni lazima tutafakari kwa muda zaidi na tuangalie kwa kisayansi zaidi kuliko kutumia mihemko na hisia na mambo ambayo kimantiki hayawezi kujenga misingi imara, ambayo baadaye tutakuja kunyanyua kitu ambacho imara zaidi na chenye nguvu zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie hili kwa undani zaidi kuliko kutafuta kusifiwa na kutafuta kusherekewa na watu, kwa sababu haya mambo ni ya kisayansi zaidi kuliko siasa. Ni mambo ambayo yanahitaji fikra zaidi kuliko siasa na shangwe za muda mfupi ambazo baada ya kipindi kifupi tu watu wanarudi kwenye tabia zile ambazo walikuwa nazo awali. Kwa hiyo ili tabia na matendo ya watu yabadilike, ni lazima tujenge misingi. Ni lazima watu wawe persuaded na watu wawe inspired, wajue umuhimu wa taifa lao na kwa nini wanapaswa kulitumikia. Wafahamu, naamini watu wakielewa jambo na kukubali kujitolea wenyewe kwa dhati kabisa kuhakikisha malengo ambayo tumejiwekea kama taifa yanafanikiwa, kwa kujitolea wenyewe, kwa kukubali kujitolea wenyewe, tutafanikiwa zaidi kuliko kusukuma watu zaidi. Hili ni jambo la msingi na ni jambo ambalo linahitaji busara na hekima zaidi kuliko nguvu, kwa sababu tujue kwamba hili taifa ni taifa letu wote kabisa, na kila mtu anawajibika kulijenga na kulilinda na kuangalia kwamba linakuwa endelevu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo tunapaswa kuyaacha kwa faida ya taifa letu. Ndio mambo ambayo ya msingi ambayo tunatakiwa tujue kwamba mambo yote ambayo sasa hivi tunaongelea ni mambo ambayo yanahusu taifa letu na uwepo wetu kama taifa, na raia wetu wanapaswa kufundishwa kuanzia ngazi chini kujua wajibu wao kwa taifa na kuwa tayari kutimiza wajibu huo kwa dhati kabisa ya nafsi zao kabisa. Hili ndio jambo ambalo nadhani ni la msingi ambalo tunapaswa kulifuata. Ndio hivyo.
kubadilisha watu fikra zao na matendo yao, kuyaleta katika mtazamo tofauti, ni skills ya uongozi ambayo inahitajika sana. Kwa sababu uongozi ni ushawishi. Ni ushawishi kubadilisha watu wanavyofikiri na kutenda. Na kubadilisha watu wanavyofikiri na kutenda, nguvu peke yake haiwezi kusaidia. Kwa hiyo nguvu peke yake haiwezi kusaidia. Si semi kwamba nguvu isitumike kabisa. Lakini nguvu lazima iwekwe pembeni. Isipende kutumiwa sana. Kiongozi yote makini na mwenye fikra sahihi hapendi kutumia nguvu ovyo ovyo. Nguvu inawekwa store. Lakini hekima na busara na maarifa ndio inatumika zaidi kuongoza watu kuliko kila wakati kutumia maguvu. Mtu ambaye anatumia maguvu kila wakati ni mvivu wa kufikiri na kutumia hekima zake kutatua matatizo ambayo yanakabili jamii na changamoto zinazokabili jamii yoyote ile. Kwa hiyo nguvu suluhisho pekee. Hatutaki kutumia maguvu kila sehemu, manguvu, vitisho. Sidhani kama huu ni mwelekeo ambao ni sahihi kwa taifa letu, kutisha watu, kufanya watu waoga, watu wasiwe huru. Na huru wa binadamu, wa mtu yote, ni muhimu sana. Watu wakiwa huru wanakuwa na mawazo huru, wanakuwa na uwezo wa kufikiri zaidi kuliko watu ambao wako kwenye serikali au kwenye viongozi ambao wanawakandamiza watu. Kwenye jamii ambayo inawakandamiza watu, huwezi kupata fikra mpya. Huwezi kupata fikra mpya. Atakuwa anaogopa kuzungumza. Kwa hiyo ukuaji wa watu wa kifikra unakuwa unadumaa. Kwa sababu watu wapewe nafasi ya kuwa huru kufikiri wanachotaka kufikiri. Na kuongea mawazo yao kwa uhuru, kuelezea kwa uhuru mawazo yao na kuweza kuchallenge mawazo ya watu wengine hata kama watu hao ni viongozi. Kwa sababu kunapokuwepo na msuguano wa mawazo, kama jamii hiyo ni jamii ambayo inatafuta ukweli, kunapokuwepo na msuguano wa mawazo kuhusu jambo fulani au idea fulani, kwa nguvu mbili zinasuguana na wanashindana watu kwa hoja, ndipo hapo jamii inaenda mbele. Kwa sababu jamii yote itaenda mbele kama jamii hiyo itashiriki kwa dhati kabisa kutafuta ukweli ambao utasaidia taifa lao na jamii yao kwenda kusonga mbele. Lakini kama watu wakiwa wanakandamizwa, watu wakiwa hawana uhuru wa kuzungumza na kufikiri na kuandika yale mambo ambayo wao wanaamini ni sahihi na yenye faida kwa taifa lao, jamii haiwezi kuendelea. Kwa hiyo ni muhimu uhuru wa watu ukalindwa kwa dhati. Watu wako na uhuru kabisa wa kukutana, wa kufanya mikutano yao ya hadhara, kuelezea mawazo yao, itikadi zao, sera zao, mtazamo wao kuhusu nchi yao inaendeshwaje na inatakiwa iendeshwaje. Kwa hiyo wana uhuru wa kukutana, kuzungumza na kutoa kiu yao ya ndani ya jinsi gani wanaongozwa na jinsi gani ambavyo wangependa kuongozwa, na haya mambo ndio yanafanya jamii kuwa endelevu zaidi kuliko jamii ambayo inanyimwa uhuru wao wa kukutana na kueleza mawazo yao kwa uwazi zaidi. Na ndio maana taifa letu limeanzisha mfumo wa vyama vingi ili kuwa na uwanja mpana zaidi wa kueleza mawazo ya watu
na itikadi za watu kupitia vyama tofauti vya kisiasa, kwamba vyama viwili, vitatu, vinne vinashindana itikadi na fikra ni jinsi gani ambavyo wanadhani kwamba taifa lao litaendeshwa kwa ubora zaidi na taifa lao kulifanya kuwa endelevu. Na pasipo changamoto kuwepo kwa vyama vingi zaidi na uhuru wa kuongea na uhuru wa mawazo na wa kiitikadi, taifa letu litadumaa kwa kusikiliza mawazo ya aina moja tu kutoka katika chama kimoja. Kwa hiyo ni lazima kuwe na uwanja mpana wa watu wa kutoa mawazo yao na falsafa za vyama vyao. Kwa hiyo hili ni jambo la kimsingi ambalo tunapaswa kuzingatia. Uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano yao na kuelezea itikadi zao, kuelezea mawazo yao, kuelezea wananchi kuwa na uhuru wa kuongea na kutoa maoni yao jinsi gani wanavyoongozwa. Ni mambo ya kimsingi. Wana haki hiyo ya kutoa hisia zao na maoni yao jinsi gani wanavyoongozwa, kwa sababu hili ni taifa lao. Kwa hiyo hili sio taifa la mtu mmoja au wawili au watatu. Na wanapomchagua mtu kwenda kuwa rais wa nchi, sio kwamba wameuza uhuru wao kusudi watawaliwe. Na hii ni nchi ya demokrasia. Nchi ya demokrasia ni kwamba watu wanamchagua mtu aende akafanye kazi kwa niaba yao, na maoni ya wananchi na mtazamo wa wananchi ni muhimu zaidi katika uendeshaji wa taifa lao. Kwa hiyo tunapaswa kwa dhati kabisa kuzingatia masuala haya ya kimsingi na kuwa na uvumilivu wa maoni na fikra tofauti katika jamii yetu na katika taifa letu. Ni muhimu sana tukavumiliana kwenye maoni na kwenye mawazo ambayo yanatofautiana. Lakini pia unatakiwa tuwe na mipaka katika uhuru wetu wa kutoa maoni na uhuru wetu wa kuandika na kuelezea fikra zetu, kwamba tusiingie sehemu ambayo tunaweza tukavunjana heshima, tukaondoa umoja wetu, lakini kujadili kuwa na fikra na mitazamo ambayo ni chanya, ambayo inaweza kuendeleza taifa letu kutoka hapa lilipo. Kwa sababu tunahitaji watu ambao wanafikiri, tunahitaji watu wenye mawazo mapya ili taifa letu liweze kuendelea. Sababu tusipokuwa na watu wenye mawazo mapya na mawazo ambao ni active, taifa letu haliwezi kupiga hatua katika maendeleo yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapa watu uhuru wao. Watu waachiwe wafanye mikutano yao ya hadhara, watu waachiwe waeleze hisia zao. Na haya mambo hayawezi kuzuia serikali kuendelea na utendaji wake wa kawaida. Hayawezi kuzuia serikali kuendelea na utendaji wake wa kawaida. Hamna mtu ambaye ataweza kuzuia serikali yoyote katika utendaji wake kwa kuongea tu au kwa kufanya mkutano wa hadhara. Kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa sheria. Na wafanyakazi wa umma wana sheria ambazo zinasimamia wafanyakazi wa umma. Kwa sidhani kama kuna mtu yote anaweza kazuia
utendaji wa serikali hii ambayo iko madarakani, kwa wao kufanya mikutano ya hadhara, kwa wao kuelezea sera zao na itikadi zao na maoni yao kuhusu taifa hili linaendeshwaje, kufanya mikutano ya hadhara. Sidhani. Na hata hivyo wananchi wanapima. Wananchi wa Tanzania sio watu ambao serikali inaweza kufikiri kwamba wananchi sio watu ambao wanafikiri. Wananchi wana uwezo wa kupima na kujua jambo sahihi na jambo potofu, na vitu gani ni muhimu kwao na visivyokuwa muhimu kwao, na vitu gani ni vyenye priority kwao na visivyokuwa na priority kwao. Kwa hiyo kutoamini wananchi ni tatizo. Serikali inapaswa kuamini wananchi kwamba ni watu ambao wanaweza kufanya maamuzi yao sahihi, na wanaweza kupima na kuchuja masuala yanayoambiwa na watu mbalimbali. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzuia watu kufanya mikutano yao hadhara ambayo ambayo iko kisheria. Waache watu wawe huru, na uhuru wa watu ni muhimu ukalindwa. Katika mambo ambayo yanapaswa kulindwa kabisa na kwa dhati kabisa ni uhuru wa watu wa kuelezea fikra zao, wa kuelezea maoni yao na jinsi gani ambavyo wanaongozwa. Kwa sababu jamii ambayo haina uhuru, ukuaji wa kifikra, watu wao hudumaa.